Kama mnavyoweza kuona katika screen, msafara wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio hivyo unawasili. Hii ni hafla ya ufunguzi wa soko kuu jipya la Kariakoo. Asante. Sasa tunashukuru toti, na kama nilivyowaambia mapema, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ratiba yake itaanza kule mbele ya jengo letu la soko kuu la Kariakoo. Kule ndiko atakapopata mapokezi na kupokea maelezo. Kwa wakati huu tuwe watulivu ili aweze kusikia kile ambacho viongozi kule walioandaliwa watakuwa wakimuelezea. Tafadhali usikivu wenu. Tayari tunampokea Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nitaomba ngoma kwa sauti ya chini ili tuweze kupata usikivu wa kutosha. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu sana Ilala, karibu sana Kariakoo. Pasipo kupoteza muda, naomba nichukue nafasi hii nimkaribishe Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe Mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, aweze kukukaribisha na baadaye kumkaribisha Meneja Mkuu wa Shirika la Masoko la Kariakoo kwa maelezo ya kitaalamu. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu sana hapa kwenye soko la Kariakoo. Mheshimiwa Rais, awali ya yote tukushukuru sana kwa kuridhia fedha ili jengo hili ambalo lilipata shida ya kuungua mwaka 2021 liweze kukarabatiwa na vile tuweze kujenga jengo lingine kubwa la floor 6. Mheshimiwa Rais, niruhusu nimkaribishe Meneja Mkuu wa Masoko ya Kariakoo aweze kutupitisha kidogo kwenye historia kwa ufupi sana, na pia kuna clip moja imeandaliwa hapa ili uweze kuiona. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa jina naitwa Ashraf Yusuf Abdul Karim, ni Meneja Mkuu Shirika la Masoko ya Kariakoo. Mheshimiwa, kwa ridha yako naomba niwasilishe maelezo kuhusu mradi huu kwa niaba ya Waziri, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Shirika la Masoko Kariakoo linamiliki soko kuu la Kariakoo ambalo mwaka 2021 liliteketea kwa moto sehemu kubwa ya soko hili. Hapa ambapo tumesimama ndo soko la zamani ambalo fedha ambazo tunakushukuru umeidhinisha bilioni 28 ndizo zimetufanya liweze kurudi katika hali yake kama vile halikuwahi kuungua. Ilipendekezwa liweze kuboreshwa kwa namna hii ku maintain structure ya hivi vikombe ibaki Kariakoo ya mwaka 70 kama ilivyokuwa. Lakini kwa kuwa kiwango cha fedha na maoni yako ilikuwa ni kikubwa sana, ilionekana kulikuwa na eneo la wazi ambapo wafanyabiashara walikuwa wanafanya biashara zao sehemu ya chini, wananyeshewa na mvua, jua linawakia, lakini barabarani pia walikuwa wanapata. Kwa hiyo pesa iliyotoka ilibidi ijengwe gorofa kubwa, gorofa 6, ili wao waweze kupata maeneo, waweze kupangwa vizuri. Gorofa 6 tumeweka utaratibu kwamba gorofa ya kwanza ni biashara gani, gorofa ya pili biashara gani, mpaka gorofa ya 6 ambapo ndo rooftop ambao kutakuwa na migahawa ya vyakula na vitu vingine. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, jengo hili ni la kisasa, lina miundombinu ya kisasa ikiwemo vifaa vya kuzimia moto, kamera kila sehemu, taa kwa ajili ya kufanya masaa 24 kama ambavyo umewahi kuelekeza.
Lakini pia hapa tuliposimama mpaka jengo la kwanza na la pili kuna underground mbili, ya kwanza na ya pili, zote ni sehemu ya kupaki magari zaidi ya 400 kwa wakati mmoja. Hiyo yote ni kusaidia sehemu ya Kariakoo ambayo ilikuwa na changamoto ya kupaki magari, lakini kwa idhini yako, fedha uliyoitoa imeweza kuleta mafanikio makubwa haya na wafanyabiashara kuweza kufanya ndani ya soko kuliko ilivyokuwa pale awali wanapopata changamoto.